Mwenyekiti, naomba nisome taarifa ya ujenzi wa mradi wa maji Tarime Rorya kwa wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Mara. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa CCM mkoa, utekelezaji wa mradi wa maji Tarime Rorya ulianza mnamo tarehe 23 Januari 2023 na unatarajiwa kukamilika mnamo tarehe 22 Septemba 2026. Mradi unajengwa na mkandarasi China Civil Engineering Construction Corporation na kusimamiwa na mkandarasi mshauri wa Post Limited kwa niaba ya Wizara ya Maji. Mradi unahusisha ujenzi wa chanzo cha maji chenye uwezo wa kuchukua maji ghafi lita milioni 29 kwa siku, ujenzi wa chujio la maji lenye uwezo wa kutoa maji safi yaliyochujwa lita milioni 28 kwa siku, ujenzi wa mtandao wa bomba wenye jumla ya kilomita 110, ujenzi wa kituo cha kusukuma maji Gamasara na ujenzi wa matangi matatu yenye lita za ujazo milioni 10 katika maeneo ya Sirari, Mogabini na kile cha Mlima Rorya. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa CCM mkoa, utekelezaji wa mradi huu umefikia 14% ambapo tenki la kuhifadhi maji lita milioni 3 iliyopo Mogabini limekamilika, hapo ni hapa tulipo, lakini ujenzi wa tenki la kuhifadhia maji lita milioni 1, kituo cha kusukuma maji Gamasara pamoja na chujio la maji unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa CCM mkoa, utekelezaji wa mradi huu utagharimu jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 134.398 na mpaka kufikia Aprili 2025 jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 24.413 sawa na 18% zimeshalipwa, ambazo ni malipo ya awali advance payment, lakini na malipo ya awamu mbili ambayo ni APC namba 1 na APC namba 2 zimeshalipwa kwa mkandarasi. Faida za mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM mkoa, mradi huu utaimarisha upatikanaji wa maji kwa wakazi 729,496 wa vijiji 37 vya wilaya Rorya na Tarime. Vile mradi utakapokamilika na kuanza kutumika utapunguza magonjwa ya mlipuko kama kwa wananchi wa wilaya za Rorya na Tarime. Pia mpaka sasa mradi umeajiri watu 113 wa wilaya za Rorya na Tarime na unatarajiwa kuongezeka hadi 819 kwa kadiri ujenzi wa mradi unavyoendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM mkoa, kwa niaba ya wananchi tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanza utekelezaji wa mradi huu utakaoongeza upatikanaji wa maji safi na salama katika wilaya za Rorya kutoka 67% hadi zaidi ya 85%, na kwa upande wa mji wa Tarime kutoka 45% hadi zaidi ya 95%. Kwa heshima na taadhima tunakukaribisha mtembelee mradi huu ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ujenzi wa mradi wa miji 28 inayoendelea kutekelezwa katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Mheshimiwa, mimi nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa pesa zaidi ya bilioni 134 kwa mradi huu. Mradi huu ni tegemeo kubwa sana kwa wananchi wa Tarime na vitongoji vyake. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali huu mradi uweze kufanyika kwa haraka, uishe, ili wananchi waweze kupata manufaa ya kupata maji. Sababu mradi huu utapunguza magonjwa ya kuambukiza, magonjwa ya kulipuko. Ni mradi mkubwa sana katika nchi, nadhani unaweza kuwa mradi wangapi? 4 au 5. Ni mradi mkubwa sana ambao uko kwenye mkoa wetu wa Mara. Niombe mkandarasi uongeze bidii, na kama kuna changamoto basi tutaiambia serikali, na si chama tupo. Tuhakikisha kwamba tunapeana ushirikiano wote. Tuhakikisha kwamba pesa inakuja kwa uhakika na certificate ambazo zimeandalia zilipwe, basi ili wananchi hawa waweze kupata maji, wasije kutunyima kura kwa sababu ya maji. Na tenki tayari limeshajengwa, ni kubwa na ubora kabisa, nimeliona na ni maji mengi kabisa. Ila niombe sasa wataalamu wa MUWASA mdesign kwenda Serengeti. Mbona Serengeti sioni? Mimi nakaa Serengeti. Serengeti ni awamu inayofuata. Ni awamu inayofuata. Ni roti namba ngapi hiyo? Roti namba 2 ambayo yatatoka Mlima Rorya. Yatoka Rorya ingia Serengeti. Basi na mimi nimeona wivu kidogo huu mradi nao uende Serengeti. Kwa sababu haya maji ndio salama. Maji ya mito si salama. Kwa hiyo niombe sana mdesign hiyo design. Nadhani kuanzia mwaka kesho ndio mtakuwa mmetangaza hiyo tena. Basi niwashukuru watumishi wa MUWASA kwa ushirikiano mnaompa mkandarasi. Sijasikia malalamiko wote kwenye vyombo vya habari kwamba ana changamoto. Mpeni ushirikiano mkandarasi aweze kukamilisha mradi huu kwa wakati.